الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري واستعمل بالقرآن بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أبقيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثاروا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العلي العظيم. Tulikuwa katika darasa ya jana tulinena kwamba tuna haja ya kuiweka wazi baadhi ya mustalahat, baadhi ya misamiati, baadhi ya matamshi ambayo tutakuwa tuyatumia sana kwenye darasa hii. Na nikanena muhimu ni maneno mangapi? Manne. Neno la kwanza ni neno kanuni. Neno la pili ni neno sunna. Neno la tatu ni neno tarikhi au historia, na neno la nne ni neno mujtama, jamii. Kwa sababu tulisema kwamba mada yetu tutazungumza kanuni za kijamii, na hapa tumeona kumetumika neno kanuni na kumetumika neno jamii, na mara nyingine wengine waziita kanuni za kihistoria au kanuni za kitarikhi. Na tukasema kwa mustalah wa Qur'ani haikutumia neno kanuni, Qur'ani imetumia neno sunna. Na ndio utakuta wataalamu wa Kiislamu wakizizungumzia kanuni hizi huziita as-sunanu at-tarikhiyya au as-sunanul ijtimaiyya. Sasa tukanena haya maneno lazima mwanzo tuyaelewe. Jana nilizungumza kwa urefu kuhusu kanuni katika lugha asili yake, lilivyoanza Ugiriki likaenda paka katika lugha ya Kifursi mpaka likapenyeza likaja kwenye lugha ya Kiarabu, na tukazigawanya kwamba kuna kanuni za kimaumbile, kuna na kanuni za kuwekwa. Na tukasema kwamba kanuni za kimaumbile huwa hazikubali kuchallenjiwa, malipo yake ni hapo kwa hapo. Kanuni za kuwekwa zaweza kukwepa malipo yake, watu wasikuyue, wasikuweze, ukawa na influence, ukawa na kuna mambo mingi. Tukanena pia kanuni za kuwekwa zigawanyika zigawanyo ziwili. Kuna zilizowekwa na Mungu tunaita sharia, kuna na hizi zilizowekwa na binadamu zinaitwa qawanin wad'iyya, na kuna zigawanyo nyingi. Suala tulikuja sisi tukinena kanuni za kijamii twamaanisha maana gani katika hizi? Nikasema hatumaanishi huku wala huku. Kanuni za kijamii tunazokusudia sisi hapa, kama nitakapokuja kueleza kwa urefu mbele, ni mambo fulani yanayohukumu jamii za wanadamu ambayo si kama kanuni za kimaumbile
zote. Kuna zingine hazikubali kuchallenjiwa, kuna zingine za kubali na matokeo yake yatakuwa muda sana. Na nikapiga mifano yana, mathalan katika kanuni za kijamii, mwanadamu katika jamii ameumbika na mwelekeo wa mume kumuoa mke, lakini ni kanuni tuweza kuichallenge. Tuweza leo katika serikali tukapitisha hakuna tena ruhusa mwanamume kuoa mwanamke, na lazima mwanamume amuoe mwanamume na mwanamke amuoe mwanamke. Tuweza kuichallenge hii kanuni, na haitatuonesha matokeo hapo kwa hapo, itakuja kutuonesha matokeo baada ya miaka. Na hivi ndivyo mara nyingi matokeo ya kijamii. Tukiwa nyuma katika elimu, tutafika wakati watu walikifunga safari wakia Amu kusoma dini, lakini karibu kutafunga safari watu kutoka Amu kwenda kwingine kusoma dini, kwa sababu tumekuja kukhalifu kanuni, lakini itatukua time. Na vile vile mambo mengine. Leo nataka kuingia katika neno sunna. Na maanisha nini sunna? Na ambao ndio Qur'ani. Qur'ani hakuna mahala hata pamoja imeziita hizi kanuni kwa neno la kanuni, imetumia neno sunna. Neno sunna limetumika katika Qur'ani mara 18. Katika mara hizi 18 limetumika kwa miundo na kwa mitindo tofauti tofauti. Mara limetumika kwa moya na mara limetumika kwa wingi. Ni mara utaona sunna na mara nyingine limekuja sunan. Wingi wa sunna katika lugha ya Kiarabu ni nini? Ni sunanun. Yote matamshi mawili imetumika. Mara limetumika likiwa maktua na mara limetumika likiwa mudhafa. Yani mara lategemezwa kwenye jambo lingine ama tamko lingine, hii ndio maana mudhafa, na mara nyingine laitwa kavu sunna peke yake. Na mara nyingine utaona maneno sunnatallah, sunnataman qablakum, sunna ya, ndio maana mudhafa. Pia imetumika zote mbili. Na katika kutegemezwa, mara limetegemezwa kwa Mungu na mara limetegemezwa kwa binadamu. Utakuta Mwenyezi Mungu mara amekwambia sunnatallah, kanuni hizi za Mungu, na mara utaona kwambia sunanal ladhina, limetegemezwa kwa mataifa na umma uliopita nyuma. Na haya nitakuja kuyaeleza katika kifungu kitakachokuja. Katika hii sunna, Mungu utendakazi wake wachangia kiasi gani na mwanadamu uamuzi wake wachangia kiasi gani, ndio tutaona kwa nini mara nyingine zategemezwa kwa Mungu na kwa nini mara nyingine zategemezwa kwa mwanadamu, na hakuna mgongano katika mategemezi haya. Ni maana utendakazi wa hizi kanuni ndani kuna mchango wa binadamu, kuna na utendakazi wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yo mawili lazima yawepo. Mfano nitawasomea aya, nimezipunguza manake ilikuwa nimezikusanya karibu aya 20 na kitu zimezotumia neno hili, lakini kutochokeshana nitapiga mifano kadiri ya aya ili tuende kwenye maana. Mfano ukienda katika suratul Ahzab aya ya 60 mpaka 62, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia la in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun walmurjifuna fil madina lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Asema hawa wanafiki wakitokomeka na hizi mbinu zao na chuchu zao za kinafiki, na wale ambao wana maradhi kwenye nyoyo zao. Kuna makundi matatu manake wametaja wanafiki, kuna na watu wana maradhi kwenye nyoyo zao, na tukitaka kuzifasiri hizi tutakuwa darasa jingine na zipita mbio nije kwenye maana nitakayo. Walmurjifuna fil madina, na wale watu wenye siku zote kutaka kueta fujo kwenye jamii. Kuna watu hawaishi kwenye jamii mpaka kutokee nini? Fujo na mipasuko na migawanyiko, ndipo wao wapatapo ndia ya kufanya nini? Ya kuishi. Hawa huwa katika kila umma wako. Walmurjifuna fil madina, lao hawakomi. Mwenyezi Mungu akwambia tutakughuri wewe Rasulullah bihim, kwa wao,
na hawatoketi na wewe isipokuwa muda mfupi sana, na katika kipindi watakachokuketi na wewe watakuwa mal'unina, ni watu wana laana. Aina ma thuqifu ukhidhu wa qutilu taktila, wanapopatikana na watukuliwe watindwe kutindwa au wawawe kuwawa. Sunnatallahi fil ladhina khalau min qabl, hiyo ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Mwenye uovu mwisho humalizikia kwenye nini? Kwenye uovu. Yani nitakwambia hiyo ni sunna, ni kanuni ya kijamii. Aweza kukera mnafiki kwenye jamii miaka miwili, ni mtu siku zote hueta matatizo, lakini itafika siku atakuwa mal'un maktul nini, na kifo si kifo cha kuuawa kwa mapanga hivi. Yani itafika wakati atakuja kupata punishment ya kijamii, kanuni itamwadhibu. Sunnatullahi fil ladhina khalau min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila, na hakuna mageuzi. Hizi ni kanuni zitahukumu, haziwezi kubadilishwa. Aya nyingine mfano katika suratu Fatir 82 na 85, Mwenyezi Mungu atuambia afalam yasiru fil ardi, hawa tembei hawa katika ardhi, fayanzuru, wakenda wakasoma, kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim, ilikuwaje mwisho wa walokuwa kabla yao wao. Kana aktharu minhum, walikuwa wengine ni wengi zaidi idadi kuliko sisi. Wa ashadda quwa, walikuwa na nguvu zaidi. Wa atharu fil ardi, walilima ardhi wakajenga majumba ya kusikilia hoko. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, yote haya hayakuwanufaisha kitu. Wingi wa idadi yao, wingi wa mali yao, wingi wa ujuzi wao, wingi wa mpaka mwisho, haiwezi kuwa ni ngome ya kukataza kanuni ya kijamii kufanya kazi yake. Bora wakati ufike tu, bora wakati ufike. Falamma ja'atuhum rusuluna, walipowaijia mitume wetu bilbayinati, kwa hoja zilizo wazi, farihu bima indahum min alilm, waliboresha zaidi elimu walionayo wao na ujuzi walionao kuliko wahi. Walisema la, sisi hatuhitaji mitume, tumeleta maendeleo haya katika dunia, ujuzi tulionao, akili tulionao sisi, tumeweza kufika wa kutengeneza mifumo yetu kila kitu, hatuna haja na nyinyi. Farihu bima indahum min alilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun, na wakawa hawatosheki, huyafanyia istihzai na haya mambo ya nini, ya wahi, ikawapasa wao kwa stihzai zao wapate adhabu ya Mwenyezi Mungu. Ikaja adhabu ya Mwenyezi Mungu. Falamma ra'au ba'sana, walipoona sasa adhabu imeze kusimama, qalu amanna billah, sasa tumemwamini Mwenyezi Mungu wahdahu, peke yake, wakafarna bima kunna bihi mushrikin, na tumekanusha yale yote ambayo kwamba sisi tulikuwa tukinena tuyategemea ni kama badali ya Mungu. Falam yaku yanfa'u. Mwenyezi Mungu asema kanuni ya kijamii ikisha kuanza kukupanish, tubia toba 100 takufa akhira. Lakini hapa katika dunia ibadilishi chochote. Hii ndio watu wataka wajue vizuri sana. Toba haibadilishi mwenendo wa kijamii. Toba yabadilisha mwenendo wa natija na matokeo za akhira. Mwenyezi Mungu aweza kukusamehe. Mfano sasa yao, waliyadhu billah, moja maasi ya zina ni maasi ambayo mwisho yaleta matatizo ya maradhi. Innahu kana fahish. Waliyadhu billah, mtu akazini, kanuni ya kijamii ikianza kumpanish. Mfano, Mungu asimjalie Muislamu, ukimwi ukamshika, buria msikitini, haukuondeshei ukimwi. Tumeshafahamiana? Buria msikitini, swala zote za tasbihi na swalatul laili na sadaka zote, toa na mali yako yote, haikuondoshei tena maradhi ya nini, ya ukimwi. Punishment ikishakuja ya kijamii haiondoki. Ndio Mwenyezi Mungu asema bali nena sasa hataki tena adhabu, shawapata adhabu. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, haikuwa ikiwanufaisha wao imani yao baada ya kuwa adhabu imeze kufanya nini, imeze kusimama. Kisha Mwenyezi Mungu asema na hiyo ni sunnatallah. Ndio vizuri sana.
Hiyo ni kanuni ya Mwenyezi Mungu ya kijamii, allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafiru. Sasa utaona hapa Mwenyezi Mungu amekuja kutumia neno la nini? Sunnat Allah. Aisifu kanuni ambayo imewaadhibu watu walokataa kufuata uongofu na wakategemea elimu yao. Mfano katika suratul Fath, inna fatahna laka fathan mubina. Mwenyezi Mungu atuambia walau qatalakumul ladhina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasira. Sunnat Allahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnati Allahi tabdila. Asema hawa watu walokufuru, walomkanusha Mwenyezi Mungu, lao waliamua kuwapiga zita nyinyi, Mwenyezi Mungu asema na wahakikishia hawawezi kuendelea na zita hizi, wao watatoa mkono mwisho. Mahma tala, namna zitakaokuwa zirefu, wao watakimbia mwisho, wao watasarenda mwisho, wao watainua bendera. Na asema na baada ya kwamba wao watakimbia mwisho, hawatapata mwenye kuwanusuru wala mwenye kuwatawalia mambo yao. Hili ninalowaambia Mwenyezi Mungu asema ni sunnatullahi allati qad khalat. Soma historia ya zita za haki na batil, siku zote mwisho mshindi nani? Ni haki. Siku zote mwisho mshindi atakuwa nani? Ni haki. Mwisho kwa maana ya kihistoria, mwisho si maana kila zita zinazopiganwa mwisho wa washindi nani? Waislamu. Zita katika msururu mrefu, katikati hapa ndani kutatoka ile yaumun lana wa yaumun alaina, siku tutawapata, siku watatupata. Kama Abu Sufyan aliposimama siku ya Uhud akamkhutubu bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamwambia al-yawm bi yawmi badr, al-yawm bi yawmi badr. Yani kwa lugha za kimpira, tumelikomboa bao, leo twakomboa lile bao mlotufunga wapi? Badr. Kwa hivyo tumeshuka nini? Draw. Mtume akamrisha ajibiwe Abu Sufyan. Hapa pia kuna masomo ya propaganda. Taona Mtume hakupigana zita peke yake za kipanga, kulikuwa na zita za nini? Za propaganda. Akaamrisha mtu amjibu, sababu Mtume si level yake kujibizana na nani? Na Abu Sufyan. Kasema mjibuni, mwambie la, si sawa, qatlana fil janna wa qatlakum finna. Amwambia kweli tuliwaua Badri, mumetuua leo, lakini bado wewe umekosa. Wetu sisi walokufa leo wenda upeponi, wenu nyinyi walokufayana wenda wapi? Motoni. Tutakuwaje sawa? Akamwambia qatlana fil janna wa qatlakum finnar. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia mapambano yoyote yatakao kuendelea katika hii dunia, baina ya haki na batil, baina ya imani na kufri, baina ya Uislamu na shirki, nihayatul mataf, mwisho wa safari ushindi ni wa haki. Na hiyo ni sunna ya kijamii na ni sunna ya kihistoria. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Lakini takasubra, na yatakikana kama nilivyowaambia, utendakazi wa kanuni za kijamii ni utendakazi mrefu, si kama kanuni za kimaumbile. Matokeo yake si ya hapo kwa hapo. Matokeo yake yaweza kuwa ni miaka 10, yaweza kuwa ni miaka 20, yaweza kuwa ni miaka 30. Na hivi ndivyo wataka watu waone. Kuna baadhi ya mambo usishindane nayo. Ukishindana nayo utakuwa wayataka yawe kabla ya wakati wake, na kulifanyisha jambo kabla ya wakati wake ni katika sababu za kufeli. Na ndio Imam Ali katika maneno yake ya hikma
atuambia yoyote mwenye kulitaka jambo kabla ya wakati wake atalipwa kwa kulikosa. Metumia neno hivi hivi, uqiba bifuqdani. Uqiba hapa si akhira, ni maana kuwa na pumzi ndefu, kuwa na subra katika maisha yote yetu. Bao leo kuna hunu msamiati unaokuja kutuharibu, hutuambia ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa haraka. Ni haraka tu katika teknolojia, si haraka katika kila kitu. Sisi tumetaka kuifanya haraka katika kila kitu. Haraka kusoma, haraka kugraduate, haraka ndio matokeo yake, yaangalieni ya haraka. Na haraka kufa pia, wao wengi kwenye hospitali. Haraka kwa zote. Haraka leo utaona vijana wa leo, umesoma, umemaliza, yeo wataka kuwa boss. Ukipigania ukubwa kabla ya wakati wake, basi Mwenyezi Mungu atakupokonya, huupate kabisa katika maisha. Ufuate ukubwa kwa zipimo zake. Kama kwamba yule unaomuonao uko kwenye ukubwa sayamba wewe wapataka wewe pale, aliketi benchi kusubiri aliyoko pale mpaka yeye aipate nafasi, na wewe keti benchi usubiri mpaka itakapokuwa tayari ile nafasi uifikie. Ukikimbilia utapigwa teke, upotezwe katika jamii. Usifanye haraka katika haya maisha. Na mara nyingine kuna umuhimu uchelewe kufika kwenye ile nafasi ili upate kujenga kitu kinachoitwa experience. Pengine lau ulifika haraka bila ya experience, ungekwenda kufanya nini? Kuzama. Mungu kukucheleweshea lile jambo ni kwa sababu kukusubiri. Nabii Allah Yusuf, Mungu hakushindwa kumngoja abalighi ampe ufalme wa Misri, lakini hangeweza kuendesha ufalme ule paka apite kwenye ile experience ndefu ambayo aliitaka Mwenyezi Mungu. Paka jela. Nani angaliani, wanasiasa wengi waliokomaa ulimwenguni na walioeta mageuzi waliundwa jela. Au kwa ibara nyingine, majela yalikuwa na mchango mkubwa katika kutengeneza uongozi wao na personality yao kuliko shahada walizokuwa nazo. Wasomeni wakombozi wengi ulimwenguni ambao paka leo nchi zao za wakumbuka. Kwa mmoja mwangalieni ni mkombozi wa Afrika wetu maarufu Nelson Mandela. Na wengi, kuna Gandhi, kina Imam Khomeini, kina nani, utakuta barabara ya kufikia kwenye ukubwa wa dunia ulipitia majela. Sawa jela la kufungwa hili tunalolifahamu sisi kwa neno jela, au jela la mateso ambao mitumi wote walipitia. Kwa maana mapana ya jela, si maana ile ya kuta nne. Waangalie mitume, angalia Mtume Muhammad mateso alopata, namna walivombuli miaka 13 Sheikh. Kumbe yale afanywa nini? Tasqil, aundwa kwa sababu apate kutayarishwa kuwa na moyo wa kuweza kuangata majukumu ya nini? Ya uongozi. Kwa hiyo Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib atuambia usiwe na haraka kulitaka jambo kabla haujafika wakati wake. Na ukifanya hivyo utalipwa kwa kulikosa kabisa. Alikosa kabisa, ulipata tena. Kwa hivyo hivi ndivyo sunna za kijamii zatakao taratibu. Aya ya mwisho katika mifano, Mwenyezi Mungu atuambia ma kana ala nabii katika suratul Ahzab 38, ma kana ala nabii min harajin fima farada Allahu lahu sunnatallahi fil ladina min khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Asema Mungu, mtumi hakuwa na makosa yoyote, wala hakuona kinyezi wala kejeli wala tatizo kwa yale ambao Mwenyezi Mungu amemfaradhia kuyafanya na kuyapeka kwa watu. Hakuna mushkil, hata kama utampinga watu wote. Lakini asema kawaida katika dunia siku zote kuna wakuungao, kuna na nini? Na wakupingao. Hiyo ni sunnat Allah. Ukisubiri kuwa kiongozi bora ni ule ambaye hakuna
ampingao katika watu wake haijatokea katika historia wala haitatokea. Siku zote angepatikana mitumi wakakosa wapinzani. Ukiwa wataka kuwa kiongozi ukatarajia kwamba hutapata watu wa kukera katika wakufuatao, sio katika wakupingao, hata wale wakufuatao wenye kukukera. Mitumi pia katika wale wafuatao walikuwa wenye kuwakera pia wako kabisa, ambao hawakuweza. Na juzi katika suratul Hujurat nilipokuwa nafasiri tafsiri ya Juma nimeeleza mifano kadha wa kadha, hapa mtaweza kurudi. Mtu kama kiongozi kama Mtume Muhammad, waweza kutarajia kukatoka mtu katika jamii akamshika mashati na kumwambia nilipa deni yangu? Ambao yeye asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akaweza kumshika kishali. Masahaba wanena mpaka kulisimama wekundu kwenye hii shingo yake Mtume Muhammad kwa zile kasi alizomvuta, atenda kudai senti. Hako haya mambo ya kawaida. Nabii Allah Musa bani Israila walimkoma hapa. Watukuzie yeye amekwenda kuwakomboa, hunyanyaswa nyaka ngia nyaka toka na Firauni. Hakuna asubutu wa kunena. Nabii Allah Musa amekwenda asema mimi nataka kuwakomboa nyinyi. Akapigana mpaka akawakomboa. Mwisho akakimbia nao. Firauni umfuete na jeshi. Akasikilia kwenye bahari, akapiga simbo, bahari ikafanya nini? Ikapasuka, ikavuka, wakavuka. Firauni akiana jeshi lake, bahari ikamfanya nini? Hayo hayaona, si ya mwaka yana jamanini, wala ya mwaka yuzi. Simandia wenye kunena, maguu haya yakauka mai. Sio sisi ngao ati tutamwambia sadi unaomba unipatabu bwana. Mimi fulani nyaka 6 zilizopitia nilimsaidia mwane, yeye bwana hata kura hakunipa. Wewe unena nyaka 6. Wale jamaa ya bahari hayakauka maguu yao, kumwambia Nabii Allah Musa sisi tunataka Mungu kama huyo. Wameze kusahau Mungu aliowaokoa na bahari, wamemkumbuka Mungu aliowetea unga Ramadhani. Ufupia Mungu ambao amewayea kila siku, amewaelimisha, amewateremshia wahi, amewaitea mtumi, amewaitea miujiza, amewaokoa kwenye bahari. Wamemsahau kwa miaka yote hiyo. Wamevuka bahari, wakishtuka wameona jamaa kazi na kiungu chao kizurizuri, kwa sababu huonekana waona huyu wetu bwana kweli utusaidia, ametufanya kila kitu, lakini hatumuoni. Haikuzika shekhe. Nataka niaite kwa lugha za kikwetu, mumejengewa, development kila upande. Mimi simpi kurangane. Mami alikufa hakuwa kunizika. Tupo vizuri jamani? Ndio hawa Banu Israila walipomwambia Nabii Allah Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hala tujalie na sisi Mungu wao nzuri, au uenda ukaketi naye maskani ukamuona. Tupo vizuri jamani? Yani wao upeo wa mato yao wataka Mungu wa kuketi naye maskani. Wataka Mungu atutilie kipaa pale mahala tuketipo kusaga. Sio jamani? Tunataka Mungu siku za raha kuwe na nini? Na ngoma hapa, kama hawa Mungu wao ukipiga firimbi hulia. Ndio Musa Samiria kaenda kumuunda naye. Musa Samiria kaiona. Wakiani wallahi hapa ukisimama naweza kutoa darasa mwezi nzima. Angalia Nabii Allah Musa alipokuja kuwakomboa watu wake na mikakati ya kisawa sawa. Wao wakawa huiona yale ya Nabii Allah Musa sio mambo, lakini sasa sisi tunataka haya, na wenye kutake advantage wako tayari. Musa Samiria kaiona ile gap. Hawa atakutezwa shere. Tupo vizuri sana? Akajiuza kama mkombozi. Akawaitea kigombe chao cha kuteza nini? Cha kuteza shere. Si mtaka ngoma nyinyi? Hizo ngoma. Lakini musiketi kisha mukalia mukanena barabara bana mpaka yeo hayatiwa damu. Nyinyi mulivoti kwa barabara ama mulivoti kwa kigombe cha Musa Samiri? Na kweli hao sasa, kweli
tuwe wa kweli na nafsi zetu. Mfano kukaja mtu sasa yao si mwanasiasa hako kabisa katika hawa walioko wote, katika man razakallahu alayhi, akaya kanena kaitia lami barabara yote ile, kaitia kwa Uhuru nena kwa miezi 6, sio imefika mingapi sasa? Ye kanena kwa wiki 2 na kwa wiki 2 ikatiwa hawa, akaya na simbo ya Nabii Allah Musa, akaya shida yenu hakuna college hapa kwa university, akajenga college na university, sawa. Shida yenu nyingine Bajunini hakuna maji, akavusha pipe masaa 24 maji kutoka Uambaani. Sasa kama ule anena si masala tena ya nini, ukifungua shawa maji ufanya nini, kutoka. Kuna nini, hakuna taa, pekee taa zikapekwa taa. Billahi alaikum, mtamvoti bila ndururu siku ikiadia voti? Lakini hende kunzika mtu ukimpigia salamu ndiani hana muhimu na wewe, hakujibu hata kukujua, hana time kuketi mabarazani kupiga story na watu, hana mitingi ngunguni, hana yao miteni za kukusanya watu, hana mambo hayo. Yeye huingia na emu yake akafanya, akatufanyia maendeleo, kaenda. Akiankuliwa kuna matatizo, skuli zina matatizo, tunataka university, huyu akajenga university, kawaandikia walimu, kashikandia kenda zake. Lakini hana time kupigana na watu salamu, wala kufungua madhini pamoja, wala nini. Ikiadia mtamvoti? Sasa suala sisi hatuna viongozi ama hatutaki uongozi? Sahihishani zile statement tunazozitoa, ustadi, hatuna viongozi sisi. Mimi unena na viongozi wako, hatutaki uongozi, tunataka koi. Na wale waweza kuongoza hawawezi kuteza koi, na wayuwao koi kuongoza hawawezi. Tupo vizuri sana, sababu hizi nza koi, hizi nza magurumachi. Nani kamata? Sio jamani, hizi magurumachi. Maana utasikia tu, mimi mara nyingine upenda kusikia zile debate, utasikia fulani bana ni kiongozi nzuri, ule ndio afao bwana, lakini shida yake moja, hataki kutoa senti. Wajua haendi mpaka yapekwe na hini. Akiingia kuyapekana na hiyo si kiongozi. Pili ni kwamba sisi pia hatutaki kiongozi. Ikiwa tumemfahamu ni kiongozi lakini hata kutoa senti, kwa sisi uzengia kiongozi, kwa nini hatumtaui? Tupo vizuri jamanini? Turudi kwenye mada yetu. Sunnatullahi fil ladhina khalau min qabl wa kana amrullahi qadran maqdura. Kwa hivyo Bani Israila hivi ndivyo walivyo. Lakini wewe ukiwa, na hapa ndio sunna iko hapa, wewe kama kiongozi, wewe kama mwana mageuzi, eleza mageuzi yako, eleza kupingwa, kukejeliwa, kutekwa, kutofuatwa, usichakilini vitu kama hizo. Ndio mmoja sema ma kana ala nabii min haraj, sina haraj. Waambie watu kweli ni hunu, faman shaa fal wa man shaa falyakfur. Kwa sababu uongozi wa kimaendeleo na wa kidini na wa kimageuzi hautolewi kwa zipimo za kisiasa. Hautolewi watu watakuya msikitini wengi au watakuya katiti. Tupo vizuri sana? Hautolewi hivyo. Hautolewi watu wakitoka wote watayapenda uliowaambia au hawayapendi, kwa sababu hauendi kwa kura, wala huna debe watarajia mtu kura yake. Wala swala haitakabaliwi kwa idadi ya watu walioswali nyuma yako. Swala hutakabaliwa kwa ikhlasi yako. Yaweza kuwa swala ya aswalishao watu 1000 nyuma yake haina hata thawabu moja, na swala ya aswalishao 3 nyuma yake ina thawabu 100. Sasa tusizitukue zipimo za kisiasa tukazieta kwenye nini? Kwenye dini. Kabisa tusizitumie. Sunna nini? Sunna nimewaonesha tu aya zilizotumia hili neno na jinsi linavyotupa hizi kanuni za kijamii. Tutakuja kuzisoma moya zote zile. Sunna katika lugha ya Kiarabu, neno sunna, wataalamu wa lugha watuambia tutlaqu ala tariqa wasira. Ndia, tariqa hapa si ndia hii barabara,
Tariqa yani namna ya kufanya kitu, tariqatul kalam, anavozungumza fulani, kama neno method inaweza kuwa kama neno mfumo, ndio sunna. Na pia sira ya mtu, sawa iwe mzuri ama iwe mbaya. Waweza kusema fulani ana sunna mzuri, ana mwendo, neno la Kiswahili zuri ni hili, ana mwendo mzuri, na fulani ana sunna mbaya, huenda ana mwendo mbaya. Kwa hivyo sunna ni mwenendo, ni umbile la tendo, ile shakli ya lile tendo lenyewe lilivyo laitwa sunna katika lugha. Katika sharia ya Kiislamu pia lina ngazi. Ukenda kwa elimu inayoitwa ilmu alhadith, leo kuna ilmu inaitwa ilmu alhadith, sio, ambazo ni elimu za soma hadithi za bwana Mtume. Ikinenwa sunna katika elimu hii hukusudiwa kila kilichopokewa kutoka kwa Mtume, sawa iwe ni maneno au zitendo au takrir. Hii ndio maana ya sunna, ila ya kuangalia maneno yenyewe yazungumza wajib au yazungumza haramu au yazungumza sunna ile ya maana ya istihbab amani, chochote kilichopokewa kinyume na Qur'an. Kwa sababu masdari zetu kama Waislamu tunategemea ngapi? Mbili, ni al-Qur'anu na pili nini? Qur'ani yatoka kwa nani? Kwa Mungu moja kwa moja, lafdhan wa ma'nan wa usluban, paka kila kitu. Hadithi zatoka kwa Mtume kutoka kwa nani? Kwa Mungu, lakini maana peke yake yatoka kwa Mungu, matamshi na uslubu ni wake mwenyewe nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallam, juu ya msingi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kila nenalo Mtume ni wahi, lakini si kila wahi ni Qur'ani. Wechonjwa, si kila wahi ni Qur'an. Kuna wahi mwingine ni Qur'ani, kuna wahi ni hadithi al-Qudsi, kuna wahi ni hadithi za nani? Za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika ilmu al-hadithi tukinena sunna ni neno la Mtume au tendo la Mtume au takrir. Takrir ni nini? Takrir wanena ni kufanywa jambo mbele ya Mtume akaliridhia, si yeye alofanya wala si yeye alonena. Akaja mtu akanena mbele yake maneno au akatenda mbele yake matendo, na yeye akayaona na akanyamaa na akayaridhia, pia ni dalili. Mfano, ilikuwa hutawadhiwa msikitini, Mtume uko msikitini, akaja mtu akatawadha, badala ya kuosha uso wakati wa kutawadha akaosha kitwa chote, na Mtume humuona na akamwangalia Mtume mpaka akamaliza, asimwambie lolote. Tunasema tendo lile litamaanisha waweza kuosha kitwa chote wakati wa kutawadha. Lau ilikuwa kuosha kitwa, nimetoa ni mfano jamaa, si fatwa hii ni kama mfano. Lau ilikuwa kuosha kitwa chote huharibu nini? Udhu, ingemlazimu Mtume afanye nini? Amwambie, kwa sababu ni katika babul amri bil ma'rufi wan nahi anil munkar, na Mtume ni maasumi, hawezi kuona munkar akanyamaa, kwa sababu kunyamaa kwa kuona munkar ni madhambi. Akinyamaa atakuwa amefanya nini? Na sisi tunaamini Mtume hafanyi dhambi, kwa hivyo hawezi kunyamaa. Pili, yeye ndio mwalimu wa kufundisha nani? Vijana. Ataonaje kosa? Ni kama mwalimu alomuona mwanafunzi ameandika kwenye bao 1+1 ni 3 akanyamaa, atakuwa amekusudia nini? Kuiharibu dini ama kuitengeza? Kuiharibu. Je, kila mwenye akili aweza kuharibu alolieta yeye mwenyewe? Mtume ana akili ya mahana? Aweza kuharibu mafundisho ambayo yeye amezoyaeta? Kwa hivyo kunyamalia tendo lisofaa linamaanisha ni kukubalia uharibifu uingie kwenye nini? Kwenye yako ulioyaeta. Kwa hivyo hii ndio sunna katika watu wa hadithi. Sunna pia hutumiwa katika fiqhi. Sasa katika ilmu za fiqhi kwa maana nyingine, hutumiwa kwa maana ya mustahab, kwamba hili tendo ni wajib ama ni sunna.
Pale utanena ni lazima kulifanya ama si lazima. Hapo la mkuliwa sunna katika fiqh. Pia kuna mustalahi mmoja ni mgeni kwenu, lakini kwa wasomi wa dini wataujua. Sunna hutumika mara nyingine kwa kila sharia iliyoko katika Uislamu ilowekwa na mtumi, sio ilowekwa na Mungu. Mfano, kuswali ni lazima au si lazima? Ni lazima. Ni nani alonena kuswali ni lazima? Ni aya ya Qur'an, aqimu sala. Swala ya asubuhi ni raka ngapi? Nani alonena raka mbili? Qur'an hakuna. Sasa wakati ikiwa mambo ameatiwa mtumi kuyabaini, Qur'ani imeeleza makubwa tu, kuliyat. Yale anayobaini mtumi wanazuoni huyamkuwa sunna, bila ya kujalisha ni wajiba au ni sunna. Hapa neno la sunna linakuwa pana zaidi. Ndipo utakuta katika somo la qawaid fiqhiyya kuna hadithi ya sema kwamba alikwenda kuulizwa Imam Sadiq alayhi salam kwamba mtu aliswali akasahau mfano kusoma Fatiha au akasahau atahiyatu ya kwanza, ile tashahudi ya kwanza, atafanyaje? Akaambiwa ikiwa amesahau swala yake ni sahihi. Naam, mambo manne. Mambo mangapi? Manne akataja. Ukisahau mambo haya swala haiwezi kusihi. Kisha mwisho, sitaki kuingia kwenye bahati ni ndefu. Kisha mwisho alipoulizwa kwa nini, akanena fal qira'atu sunna. Upo? Fal qira'atu sunna. Usende ukawa ni mpia wa kufasiri hadithi ukanena qiraa ni sunna, ukitaka waweza kusoma ama utaki. Si sunna kwa maana ile. Yani al-qiraa ni katika mambo aliyoweka nani? Mtumi. Amma al-qiyamu wat-takbir ni katika mambo aliyoweka nani? Mwenyezi Mungu. Qumu lillahi qanitin, aqimu salata. Sijda imetajwa kwenye Qur'ani, warukai as-sujud. Rukuu imetajwa Qur'an, akanena ar-rukuu was-sujudu wal-qiyamu wa takbiratul ihram hadha mimma shar'ahu Allah. Yani hizi si sunna, ni katika mambo yaliyotajwa na nini? Na Qur'an. Ama hizi nyingine ni katika mambo yaloelezwa na nani? Na mtumi. Na kusahau liloelezwa na mtumi, ikiwa umeyafanya yote yaloelezwa na Mungu kwa kusahau, si kwa kukusudia, swala yako itasihi. Tupo vizuri sana? Hii ni qaida. Fuata fiqhi yako. Fuata fiqhi yako. Mimi napiga mifano. Taban kwetu hii huitwa katika madhhabi ya Imamia yaitwa qaidatu la tu'ad. Sio shagali? Qaidatu la tu'ad. Ni kanuni yani. Yani maana la tu'ad, yani hairudiliwi. Kwa ufupi, nini hairudiliwi? Hadithi yenyewe nena la tu'adu salatu illa li khamsin. Sio hairudiliwi swala isipokuwa kwa uliwata moya katika mangapi? Matano. Kwanza alwaqtu walqibla warukuu wasujudu watahara. Kwa jamani nini? Alwaqtu walrukuu wasujudu watahara walqibla. Ukaswali ukashtukia kwamba kumbe mimi niliswali nimeekelea huku, kibla ilikuwa ni huku, kwa kusahau, swala irudie babangu. Swala irudie. Kiwa alikuwa za siku 10, kiwa za siku mwezi, maana tukwambia ustadhi mimi naswali mwezi nzima bwana, nilikuwa muona kibla mbapi ni huko. Ndugu yangu samahani, utazirudia zote. Na hapa ni muhimu sana mjue, usibahatishe kwenye kibla, usibahatishe. Hakikisha. Kwa sababu any mistake, hata swala za miaka 10 utazilipa. Any mistake katika nini? Katika kibla, hata swala za miaka 10 utafanya nini? Utazilipa. Usibahatisha. Yako ya kubahatisha. Ikantu siyui tahara, si tahara, bahatisha. Upo? Lakini masala ya kibla, masala wakati umeingia ama haukiingia. Mimi nafikiri bana kumeze kuadhimiwa tuswali tu ustadi. Ikibainika walikuwa waswali wakati ubado, hata swala za miaka 100 utafanya nini? Utazilipa.
usibahatishe wakati katika faradhi zote za Mwenyezi Mungu, usiteze na wakati. Na hapa nataka kuambia wenye kufunga hapa, msifanye 100 mita jamanini na wakati, msiteze na wakati. Nukta, Mungu hakusamehe kwenye wakati. Ukafunga masaa 12 na dakika 5 na ikawa ilikuwa yatakikana ni dakika 5 na nusu, waze nguna basi nga nukta 30. Yataka ihtiyat masala haya, wakati, kibla, kuwa na ihtiyat. Hizo ndio maana za sunna. Tunapokuja, nimemaliza darasa yangu, kwa sidhani kama nitaweza kumaliza leo hii kaida ya mwisho. Tukizungumza sunna za kihistoria tukusudia nini? Sikizeni, maulama karibu 3 wanatupa, nasoma Kiswahili moja kwa moja. Wanachuoni wa kwanza asema sunna, tunazungumza sisi za kijamii, sio hizi za fiqhi wala zote, ni ndia inayofuatwa na Mwenyezi Mungu katika kuamiliana kwake na watu. Nifafanua kidogo. Walillahi almathalul a'la. Kama kiongozi, kama raisi, kama meneja mfano, bila shaka kila meneja ana ndia zake katika kuamiliana na wafanyikazi wake chini yake, ana rules zake zile. Mimi sitaki kuiliwa saa fulani, mimi sitaki kadhaa, mimi nataka ukitaka kuniona mimi umuone fulani. Si kila mmoja anazo hizi, ima huzitangaza ama kwa kufanya naye kazi, baada ya muda utamjua. Ama hapa utasikia jamaa mtaka fulani, nataka mwanasiasa fulani, wewe mpate fulani, takupa nafasi. Maana ile ndio nini? Tariqatu muamalati. Sasa huyu atuambia, tukinena sunna hapa, yani ni ndia za Mwenyezi Mungu alizoziweka katika maumbile, katika jamii, za namna ya kuamiliana kwake na nyinyi. Mataka ushindi, nusuruni Mwenyezi Mungu yansurukum, kanunun nasri. Mataka mageuzi, badilikani nyinyi. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mataka neema katika ardhi, mvua zinyeshe, Mungu awaite mvua. Mataka Mungu awaite baraka, mataka biashara zenu zifane. Mataka mkujua Mungu huja vipi mkitaka mambo haya. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sijui tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo ni zile ndia aloziweka Mwenyezi Mungu kwamba mkinitaka mimi, mkitaka mambo yangu, mataka niwape, mataka ushindi, mataka mageuzi, mataka elimu, kuna ndia za kufuata. Mkizifuata hizo ndio mtayapata haya. Hizo ndio zaitwa sunanullah, alivyoeleza huyu mwanachuoni, kwa msingi kwamba Mwenyezi Mungu amekataa kuendesha dunia mzima kinyume na msingi unaosema kila liwalo si bure. Sio mwenye kuimba neno yao, kila liwalo si bure, lazima lina sababu. Ndio maana ya haya kwa ufupi kitaka kuwafikisha. Kila liwalo si bure, lazima lina sababu. Kesho nitamaliza kufafanua, nabakia mawili machache niingie katika msamiati wa historia na maswali mawili matatu tutakujibu. Kuna mtu ninena jana alituuliza suala kwamba ustadhi, mimi nifanye nini ili nikitoka katika Ramadhani hii nibadilike, isiwe itakuwa kama Ramadhani zingine. Kitu kimoja ni mada ndefu. Huyu alioniuliza swala mimi, yeye na mimi ninenao, na sisi sote tunao hili tatizo. Ndio nikamwambia hili swala zuri sana, na tatizo la sababishwa na jinsi tunavyozitathmini ibada sisi. Na mimi mara nyingi nimewaambia, sisi hupigania vingi, hatupiganii athari ya lile chache tunalolifanya. Ukiketi kusoma Qur'ani, ikiwa hamu yako kuhitimisha Qur'ani, ndio utamwona mtu usoma kila wakati fungua gombo, baada ya kumalizika sura, baada ya kumalizika juzu,
kwa sababu yeye hamu yake ni kumaliza nini? Juzu. Hamu yake si ile Qur'ani imletee mabadiliko katika maisha yake, ambapo ukisoma aya 3 kila siku kwa umakinifu na ukaziata zikakuathiri kwenye nafsi yako, ni aula kuliko kukhatimisha Qur'ani. Na hivyo hivyo tunaposwali tusipijane sana kuswali swala nyingi. Pijanani sana swala ndogo unaoiswali ikamilishe sharuti zake, ndio itaweza kukuathiri. Haina haja, poleni jamanini, kwamba wewe wataka kuswali kama baadhi ya tarawehe ziswali wao, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sallallahu alayhi wasallam. Haina maana, usiswali bana, afadhali ndio kwenye kera. Na kiwa waona raka 20 kwako ni uzito, keti peke yako, swali 2 peke yake, lakini ziwate 2 zikuathiri kwenye nafsi yako, zitakuletea mabadiliko. Lakini ikiwa twapijana na hizi ibada kama akaunti nani itaya zaidi yake, ndio hini tutakuwa sisi Ramadhani tu. Kwani hata swala imeambiwa yeye inna salata tanha. Sisi hungia msikitini tukaswali, tukiruka kizingiti ufanya nini? Nena urongo pale, umwada ule, umdhulumu ule, umpija ule, umtukana ule, haibadilishi kitu. Hata Ramadhani ya kuya mwaka kwa mwaka tuswali mara 5 kwa siku sisi. Ndipo utaona nataka kuwapa mafundisho si yangu, si mimi ninaostahili kujibu hili swala. Ile khutba nilowasomea siku ya Juma kwa walikuwa kwa Juma hapa, niwaambia kwamba Mtume Juma la mwisho alipanda mimbari akatoa khutba ndefu. Nisoma Juma hapa nikaifasiri. Akataja mambo tele ya Ramadhani, mwenye kusoma Qur'ani sijui kadhaa, mwenye kusoma aya, mwenye nini, mambo tele. Mwangalieni mwanafunzi hodari anavyojua kuokota. Imam Ali huko yuwasikiza ile khutba. Ikimalizika afanya nini? Ainua mkono, amwambia ya Rasulullah, na yafasiri sivyo alionena. Hayo yote aliyoyanena mingi sana. Si kwamba kila mtu anataka kuyafanya. Mimi nitagulia moyo ambalo nitatoka nalo hilo. Umeona mtu mwenye target? Sisi ukusanya kwenye dhikri wataka uweko, kwenye swala ufanye nini? Uweko, kwenye tahajudi uko, kwenye itikafu uko, kwenye darasa uko, na kila uliopo huadi chochote. Sasa Mama Ali amwambia ya Rasulullah, watana na mengi ulionena, mimi nataka unijibu swali langu, ma afdhalul a'mali fi hadha ash-shahr? Ni ipi amali bora moja tu ambao mimi nitarakiz Ramadhani nzimani hiyo? Ni ipi? Sikizani jawabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwangalia muumini amwambia alwara'u an maharimillah. Hakuna kitu bora Ramadhani cha kufanya kama kuwata maasiya. Usiswali chochote ukiota. Usiswali tarawih. Toba mimi nasema ya sunna, sikuambia usiswali za faradhi. Usipijane sana kukhatimisha Qur'ani. Usipijane sana kuswali tahajudi raka 100. Pijana kwamba mara hii katika Ramadhani mmeingia mimi na tabia kunena urongo, nitaka Ramadhani hii nisinene urongo. Utaona ukimaliza Ramadhani utachange au change. Pijana mimi nina tatizo na maasi haya mimi. Bali insanu ala nafsihi. Unataka kumwambia mtu maasi yako yapi? Kila mtu ayajua yake. Na yaweza kuwa una list sio? Ni 10. Nena mimi katika Ramadhani, kwa sababu falsafa ya Ramadhani ni kuwata si kufanya. Sikilizani vizuri sana. Falsafa ya saumu si kutenda, ni nini? Ni kuwata, ni kupractice kuwata. Kwa hivyo katika saumu hakuna fanya iliyoko nini? Wata. Usile, usinwe, usimgilie mkeo wa halali, usinene urongo. Ama liko nionyesha katika saumu lile naofanya? Liko? Hakuna. Ni tark. Kwa hivyo hebu practice kuwata. Uangalie utachange ama huchange. Tabani kwa insaf na kwa nia na kwa jihadu nafsi. Tukiweza kufanya mambo yetu kwa focus kama hii, wanavyotufundisha watu watukufu kama hawa, walivyokijua kuyaangalia mambo, tutakuweza kufaulu. Wa ila ikiwa sisi tutaketi miezi 11 ati imeingia Ramadhani, wataka kufanya kila kitu wewe, ni hatari. Tukua mfano, mweke mtu nandaa mwezi ala, simpe chochote, kisha kile chakula cha kwanza mpikie kila kitu.
mweke podini, sambusa, mikate ya nyama, mikate ya nini, atanganye za bahari za nini, kisha mpe dakika 10 kama mumpe hospitali. Umwangalia atakapokufungua matumbo, humkata, huhara, hutapika, kwa sababu umelivamia tumbo ambalo halikuzoea kupokea hata tama la mai. Walipa kila kitu, kila dozi wewe wazitia ndani. Sasa wewe umeketi miezi 11 msikitini hupiti, ikiadia Ramadhani uko kwenye Qur'ani, uko kwenye sijui kadhaa, paka nafsi ya kupokea mambo hayo hushindwa itatataba lipi. Na sote si sampuli moja, kila nyuni huruka. Kuna watu ibada wamezizoea, kuna watu kabla ya Ramadhani yeye kila mwezi hukhatimisha Qur'ani, huyo ikifika Ramadhani akikhatimisha mara 10 kwake ni kawaida. Kuna watu kutoka fungo kwanza mpaka Ramadhani hayaiona kamwe mswahafu. Huyu mtu hataki kukhatimisha Qur'ani, huyu ataka kuzoezwa kuuona ule mswahafu hata kama ni aya 10 kwa siku. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu